Hey yo, welcome to this lovely episode of the Afro Genge Show ndani ya Triple P TV, your number one music station in Kenya. They call me DJ Slava, aka the corporate DJ. And I'm your host, Prince Newton. Kwache Afande na Swaga. Yeah, remember kwa hii show leo tumeifanya different kidogo, tumezoea kuleta wasanii ndani ya show. Musician that is, unajua usanii, entertainment is wide. Ukiongelea about usanii, hata kuchora ni usanii, hata kukimbia ni usanii. So leo tuko na msanii ambaye ni mcheshi ambaye Kwache atakuwa anatuambia hivi karibuni ni nani. Remember you can follow us on our social media handle at @TriplePTV_KE, at DJ Slava pale YouTube na Facebook, at Slava DJ on Instagram and Twitter. And you can as well find me on social media on all platforms at Prince Newton. All platform Afande na Swaga. Maze leo tuko na watu wanashangaa sana mbona sijavaa. Unaelewa Afande na Swaga. Afande haja represent, unajua. But now leo tumeifanya different na tumwambia hii segment mostly tunakuwa na segment kando inaitwa police side show kidogo ya kuongelea ile vitu na happen kwa mitaa. But leo unajua na represent DCI. Mnawajua. And mimi nimefikiria umekuja hivi kwa sababu ni holiday ya watu wa scout. Hapana. Wacha nikwambie, kwa polisi tuna vitengo vingi na najua uzuri wa hii show kwa Triple inaelimisha watu kujua vitengo vyetu vya polisi ni vingapi, unaelewa? So kuna hiyo uniform ukiniona nayo inaitwa general duties, alafu kuna DCI wale wanavalia civilian. Ndio maana yake watu wananicheki hivi. So msishtuke, next show nitadunga ile ya blue, ile mpya ile mlitupatia. Msiogope. Hiyo ndio uniform tuko nayo sasa na tunaipenda na so tuko na mgeni mrembo bila kusema mengi. Kwanza ni mrembo mwenyewe atajieleza. Warembo apende kuitwa mama, atatuambia. Ni mcheshi, wengi wamemuona kwa runinga nyingi akiwa mcheshi. She's an actress, ameapia kwa vipindi vingi vya televisheni na pia kuongezea zaidi ni Mkenya mzalendo. Kwa hivyo bila kuzingatia, tafadhali mgeni wetu rusha. Ni rusha nini? Mbona kubadilisha mtu kutafuna hiki kitu unatafuna? Hapa kula ile kitu unataka. Kula ile kitu unataka, ni kule fako, ni kula story. Sio? Bora usimeze. Hata ni kula shida. Kabisa. Shida ndio kula mpaka nimeze. Kwa kitu umeambia watu kuhusu kitengo ya Bliss. Si ndio? Kuna wakati wacha niwapigie hadithi. Nilishikwa. Wakenya sijui kama unajua, nilishikwa kafyu imefika. Mimi na surura. Wakaniuliza kwa nini una surura sasa? Wewe ni umbo, nikamwambia hapana. Ni essential service, nikamwambia gani? Mimi ni Bliss. Kaambia Bliss huko kitengo gani? Kwa nini tujikujui na una namba? Nikamwambia mimi ni jeshi la wokovu. Nafikiri mnasikia. Mnasikia na tunaanza. Kofi yenu ni mbaya. Kikato mnafundishwa kupiga kofi. Ngoja. Kwanza ngoja Slava. Jana jioni. Sikiza Slava. Na mnacheka sana. Ile kofi. Ngoja. Kama anaikumbuka. Anakumbuka. Kofi yetu nikimweka wewe ndio una feel unajikuna kabla yeye afikirie. Jana usiku tukiwa story za kafyu. Iko kijana amenitoka mbio. Kuhepa. Unajua sasa sisi wenyewe tumefanya mazoezi, lazima polisi akue mbele ya mhalifu. Lakini ile mbio alienda, nilimwambia wewe enda, lakini urudi tu kuandike kazi ya polisi kwa sababu unaweza tusaidia sana. Unasikia? So wengine. Watazamaji, kabla tuendelee, tafadhali legeza ulimi kidogo na utuambie Zuleka ni nani. Enda tu pole tu. Ifanye digest. Watu wengi wanajua. Exactly. Usichome. Pole. Kwanza Sulaga, I am the only learned woman in Karbatula. You agree, you disagree? Agree. You agree, sindio? Yes. Niwaonyeshe msoma? Endelea. Mwalimu ulimwambia mimi Sulaga, name 3 types of gases. Oxygen gas. Ukweli rongo? Kweli. Sindio? Ni gas hiyo. Hydrogen gas. Ukweli urongo? Wale walikuwa kwa chemistry. Ukweli urongo? Kuna maswali ya chemistry, uliza polisi, uliza hao. Uliza hao na wamesema ni kweli. Na kuna fabric gas. Hata kama mimi sijasoma. No, iko. Mumewahi kuuliza hiyo koti Kenyatta amefanya na ukango na nini? Si ni Fabregas.
Kama mungetumia angekuwa na vest. Oh, Father gas. Ngoja nikuulize. Na ikiti mtu anaruhusiwa kuweka makocho. Ama kama sina kwangu kama hili sikuje kujaribu. Kuna vitu mbili ukikaribishwa kwa watu kuna karibu. Ukiambiwa karibu na usitingike. Na ukiambiwa feel free unaweza weka miguu kule. Hapa tulisema karibu. Kwa hivyo tulia. Na Zuleka, kabla mandugu zangu hapo wakupatia maswali ambayo pengine watazamaji ni mandugu zangu. Unafanana baba wewe unafanana nani? Kabla kuuliza maswali ningependa tu, unajua watu wanafikiria unaongeanga hivi kila wakati. Nataka ulegeze ulimi na mafans wakuelewe zaidi. Wakujue zaidi, wajue sasa Zuleka majina yake ni nani? Zuleka anatoka wapi? Zuleka anafanya nini? Kwa nini alizaliwa? Kwa nini? Mama yangu alisema kumeza siku yangu. Nani amesaidia? Sasa niongee mzuri. Sasa hii sitafuti rent. Asante. Ruka na wao sasa. Asante. Watazamaji, majina zangu kamili ni Zuleka Akinyi Otieno. Nafikiri mmesikia? Yes. Wow. Yes. No, hajasikia vizuri. Nataka ndio tunamfanya wao. Zuleka Akinyi Otieno. Okay. Najua amesema wao juu sikai wale watu wengine watu wa PhD watu ambao waishi kwa nyumba ya mabati ya aluminium apartments wana rest in peace. People who don't fail they only postpone success. Exactly. Sasa endelea. Ninakaa hivi because I am half Somali, half Luo. Sure. Maybe that's why nimepata hiyo accent ya Kisomali vizuri. Kabisa. But I can do several others. Yes sir. Zuleka is a stand-up comedian. Zuleka is an actress. Zuleka is a radio host. Wakenya wengi wamenisikia Radio Maisha tukiwa na Tina Koroso. I've done Kwetu Radio tukiwa na Mogaka na Winja. I've done Churchill Show. Yes, nimefanya Kenya Kona ile ilikuwa inahostiwa Hilton na kina Jalango. Hii currently I'm doing Maisha Magic, Hula Baluna Kina. Nafanya Skiza, by the way. Niko kwa Skiza platform. Watu mnaona vile pesa inatafutwa. Angalieni. Niwapigie joke yangu moja. Moja tu ile ndio wafuate. Ya Skiza na kwa dakika mbili. Nichekeshe. Nasema ngaa. Hello, kabla wewe shige sema wacha nikumwambie kitu. Wanaume wajanene na baby mamas. Unaweza kuwa unaenda kujibamba baby mama akupigie hani. Imagine mtoto amemeza stove. Aje. How? Mtoia amemeza nini? Stop, aje. Na utambi, na tambi zote. Wako na sijui ni utambi ama kitambi. Utambi. Wako na kitambi. Kuna watu wako na kitambi wanaanza kwa watoto. Vitambi unajua watu ufikiria vitambi. Vitambi wanaanza watu is a motivation. Ndio ukikuwa kwa ofisi unapata baadaye. Nasema nyumba nzuri lazima ikuwe na balcony. Nafikiri hapo mmeelewa. Anyway, I'm a mother of one. Yep. Uliwaambia waniseme kama mimi ni mrembo ama nini? Hapana, mrembo tayari. I look young. Yes. I'm 34. Sio rahisi wanawake kusema miaka, lakini chukulia vile umesikia na kama utoshai miaka kaa kando. Tuendelee my dear. Na nitasema nini? I've been in the industry for the last 11 years. Wow, that's nice. Kwa vitu zote nimefanya, acha niseme napenda comedy most. Wow. Yes. Na tumesikia. Na hapo angalia tukiketi kwa hii show, Afrogenge show, mostly tunaangalia those people who are looking up to you, especially wasichana wale wadogo wanaangalia wanaona ni challenge mimi kwa msanii, ni challenge unaweza waambia nini because wamekuwa wakikuona, wengine wakikufollow, wengine wakijiuliza naweza fika pale, unaweza waambia nini? Kwanza nataka wajue it's true, it's a challenge to be a woman kwa entertainment. First of all ni kwa sababu entertainment, if you don't understand yourself fully, unaweza lose balance yako, which means unaweza kuwa mlose. People can use you. Kuna watu wanaweza taka kulala na wewe wakupatie show. Nasikia wanaitanga gig. Kuna watu wanaweza kutroll. Kuna hizi ma social media unatukanwa because ya vile unakaa. Yeah, exactly. Body shaming. Body shaming. Exactly, yeah. Mimi naweza taka kuambia wacha nianze na girls but nataka tu hata ni girls nataka uangazie because ndume watajipanga watajisort madem exactly.
walisemanga mwanaume hafai kulala. Wewe unaenda kuota jua usiku alafu unajifunika na kofia. Kabisa. Newton nilikuwa utabambika hisho. Nilikuambia I told you. This yes. Naweza ambia msichana kitu ya kwanza unafaa kujua ni ati Mungu akikumeka kama byproduct. You are not a byproduct. Exactly. You are not a photocopy. You are an original. Wewe ni wewe vile uko, usitake confirmation from the outside world. Uko na mapua kubwa, ikubali. Unaweza reduce. Unaweza ati skin yako si light enough unataka ku bleach, don't do that. Usikunywe jik. Yes. Pili, ogopa God. Kuna watu huku nje wana preach gospel ya kuna Mungu. Nawaambia ngaka hakuna Mungu, ni babake anaongeza sukari kwa miwa. Guys, hiyo. Juleka, weka pause. Nataka co-host hapa Newton akuulize swali. Nafikiri ni kijana ambaye ako sawa, nimekumkamia kangu na yake. Na sina vitu ya kumpea pale roaka. Na vijana lazima watie bidii. Newton. Yeah. Any question? Zuleka, you've said you've been on the industry for 11 years, yes. Yeah. And actually you're doing multiple things. You're a comedian, an actor, and a radio presenter. Yes. I also do product endorsements, maybe. Okay. Sorry if I didn't mention that. Okay. Yes. And they happen to say if you do multiple things at the same time, as a human being, you happen to have a mediocre performance in one industry. Unaget? Yes. But you've said your favorite ni comedy. Do you feel like on the rest you just do for the sake of doing, or for the sake of that you have an image out there, or you just do it from your heart? I'll tell you one thing. Just like preaching, doctorates, this is a talent. Okay. Anything that is God-given, you can do it even at 3 a.m. Okay. Call me at 3 a.m. and tell me, Zuleka, we are going to perform for kids. Automatically itakuwa na product ya kids. Call me, tell me, Zuleka, unadu nini, nilikuwa nalala kam. A certain company, a certain corporate wants us to go and host. So I'm do a presentation. Okay. I do it because it is a talent. I do not do it because of passion. I do not do it because of money. I just do it because it's in me. But then it is I am just going to give you my journey in a nutshell. Okay. I didn't know I have all this because even in school I didn't do drama. I didn't do anything of the sort. I wanted to do, I drew. But then I drew a lot of cartoons. Okay. I wanted to do animation. That was my dream. Wow. But I got pregnant, then the one responsible just sped off. Okay. So process ya kutafuta job ilikuwa so hard. So every time I used to go look for work, I would meet people. Then I had a friend. She's called Sarah. Every time I missed a job, I used to go back to Sarah and I tell Sarah, "Wa, manze leo umekutana na mama mbaya. Amedu nini? Nimwambia tu anipatie job ya kuoffload manguo kwa gari." Akaanza kunipigia kelele. So she was like, anasema, nikamwambia yeye alianza kuniambia, "Yaani umetoka mali umetoka, ukuje uone tu hii gari haina watu wa kutoa mzigo. Ni wewe tu unajiweza. Hakuna kasi." Then my friend used to laugh. Every time I give her a story, she used to laugh and she told me, "Zuleka, I think we are looking for work in all the wrong places. I am going to look for an audition and you're going to do one." Oh, lovely, lovely. So she looked for an audition. My first ever audition was with Akina Makoha. You know Makoha, the famous one. Yes, the famous exactly. one. Hakuna mwingine. Yes, that was in 2012. Yeah. So I went and did an audition. I have never gone back Since then. Yes. Wow. Yes. Ile kitu tu umefanya tu mzuri. Hiyo kizungu. Hapo ndo mmenipita. Unajua polisi akikaa mahali. Hapo ndo mmenipita lakini niko tu sawa. Na ni kweli hakuna polisi. Umesikia ngoja hiyo kizungu umesikia mahali nikiweka kitu yoyote. Nimewachia endeleeni. Niko tu hapa. Kizungu ya Karauni. Hebu kama hapa. Usio na wasiwasi tuko tu na vizungu. Shortcut bora upate endelea. You can see being a radio presenter is something really different from comedy. And according to Kenyans out there wanasema comedians wamekuwa wakichukua jobs za wale wamesomea media and such. It's given to people like you. Yes. Do you believe that easy vitu opportunities ikikam mtu adandie, or how is it according to you?
I will say one thing that Kenyans do not understand. Okay. Comedians have never taken presentation jobs away from them. Okay. Because a comedian is just a tool. I want to use the word tool. Okay. To just make the show more enjoyable. If you as a presenter can be enjoyable without the comedian, you will do the show. So do it, yeah. Yes, so do it. Yeah. We are only there to make the show more Spicy, lively. spicy. Yeah. Yes. Kachumbari. Yes, that's not the case. Because you know you cannot be serious all the time. There was a time that I think the first time ever our president Uhuru Kenyatta was coming to rule as the president. Yeah. The first time ever he went to China. Then I think that was the first time I was starting my radio job. Wow. The host said, our president is going to China. We hope that Kenya and China is going to do a perfect business. Okay. Yes. You listening to that thing is normal, right? Yes. Because Yeah, hata kwa TV utasikia Prezo ameenda place fulani. But mimi nikamwambia, umesema president hago wapi? China. Wa Kenya ni waongo, ago chamia, abatika. Okay, yeah. Mujui tofauti. Yeah. You know now people are going to aje. Yeah. Aje. Exactly. Yeah, so that is my work. Okay. To just get you off the normal. Exactly. Get It's you a off the reverse. path. Yes. I'm not a comedian but it's just a reverse. Unaona vile tu unapika chakula, dania huwezi shiba ukipika kando. But inaweka kwa nyama ndio iko tu safi umalize hiyo dish. That's the best example naweza peana. Si ni kweli? So Slava, tuko kwako. Zuleka. Kuna time kwa sababu umekuwa like mcheshi pale Churchill, umekuona pale hivi. Yes. Kuna siku shaipanda stage ukarusha joke and then Nikakata kuchekwa. No, joke. How did you feel like the first time when shairusha joke? Ulikuwa una expect masses watacheka. then Ikapanda. hivyo. Uli counter attack aje? The first time ever nilirusha joke wakakata kucheka, nililia. It's perfectly woman, not human. Yes, nililia na nikashuka stage. But then I think it is the first attempt ever I told myself I am never going to do stand-up comedy. Let me stick to acting because acting you're being told what to do. So like utaingia hapa, utapiga nduru after umeona msee ni mgonjwa ama amekufa. So I decided to take a break. So paka saizi uliachana na stand up? Hapana, nilirudi na hii ya pili. I think when you start doing comedy kuna line comedians wengi wanatumia na mnajua mmenotice. Nimekam ku realize. Exactly. So I started Waambie tunawaona. nimekam ku realize. A drunk man said, "Nyi mmezoea zenyu tu siku hizi ni ku realize." Nikamwambia hata nimerealize ni wewe unanibo. Okay. So everyone laughed Yeah. and it got me to my next joke. So from there I knew anytime there's a black spot somewhere, You realize something. yes, you realize something, jump over and start doing what you do. So since then, never gone back. And then wakati unafanya like you are radio hosting, sometimes unataka kurusha joke fulani but una feel now that unafanya hiyo prime time ya radio is because umefanya Radio Maisha, which is one of the biggest. Yes. And na kwetu radio. Kuna time unataka kurusha joke but una feel hii si under 18. Kuna time ushaanza kusema neno, unajua kama ni video utasema utasensa, lakini kishatoka kwa mdomo Imetoka. Yeah. Yes, kuna time moja nisharusha adult joke. And Ikagonga watu wote kule, wasikilizaji, watoto na wazee. mpaka mdosi wangu. Mpaka mdosi wako hapo ilifika. Yes, na that's why I'm telling the girls, key thing in life is discipline. I got off the show for 2 weeks. Walikususpend. Yes, na hiyo una suspendiwa mpaka mshahara. So for the 2 weeks utapata mshahara yote. Wanaiweka tu mahali lakini tutachukua baadaye. And nilipelekwa Media Council of Kenya. Wow. Yes. And but then since then comedians wote kama radio station yenyu ni serious, you need to have the card. Ndo wajue uko na ethics. So anytime you cross the line, hata you never practice anywhere else. Yes, but sasa since tulijua
ikifika unataka kusema adult joke, you use certain codes or words. Yes. So watu werevu watashikanisha. Or you just don't say it at all. Okay. Yes. Na umetaja kitu kadi na nimekumbuka kitu but sitataja hapa. So ukimaanisha kuwa ethics, ukiona kadi lazima uko na ethics. Kuna watu wengine pia wanaweza kuona hiyo kadi na wanakosa bado ethics kwa radio. Yes. It happens. Okay. Ni kama tu vile umetoa example ya nyama, kuna mtu anaweza pewa tu pia hiyo nyama, akose kukula na bado alikula sufuria mzima, akose kushiba na alikula sufuria mzima. Ni true. Hapo imefika. So viewers nataka muelewe kitu moja. Sometimes comedian akirusha joke inaweza kukuhepa igonge mwingine acheke wewe ukose kucheka. So makosa sio yako, ni kwa tu attentive. So now that unaona tuko wengi sasa leo kwa show, Fande my co-host hapo, but Newton na Zuleka leo wametujoin because kuna a very pressing topic and I feel we need to address. We as people when tuko in public we need to address it. But because unaangalia kama saizi kuna some cold war inaendelea, not just in Kenya but globally. Kuna gender war ambayo inaendelea, napata maybe umedress improper but naogopa mimi kama rafiki yako nasema nikiambia Zuleka atanijudge, atasema mimi namjudge na mdharau. Na wewe unaona Slava maybe nimemistreat mtu, unasema sitaki kuambia Slava atanijudge vibaya. Ama Slava amefanya kitu ama mimi nimefanywa kitu, but now that you are a lady unaogopa kuisema the way it's supposed to be said. Unasema hapana, unaangalia maybe the other person ako on the wrong, even you know, you yourself you know this person ako on the wrong, but since mko on the same gender unasema have to die with this person. Wewe kwako unaona shida ni nini? Kwanza kuna kitu napenda kusema, I also tell my son, if something was wrong in 1920, if something was wrong in 1920, it is still wrong in 2021. Yes. Nothing makes it right. Yes. Na kuna kitu nasema kwa world, anytime you pretend that something is right and it's wrong, where at and your problem kuliko your problem. Yes. I don't know if I'm making sense. Yes. Sahi nime walk naked. You don't want to tell me because nitakujudge. You are the main problem than me. Because you don't know why I'm walking naked. Maybe me niliona cover girl, anakaa sexy, anakaa poa. I decided to pull the same move. You as a true friend or just as a human being, Yes. you need to tell me, Zuleka, sijui utachukulia hii kitu aje, but seriously Haiko poa. au kai fit hivi. But you know, body type yako, yes. it's easy to tell a man when something is wrong or to confront a man than to confront a woman. Yeah, true. You know? Especially when you're a man. Yeah, exactly. I know, but me ujiambia, just say it. There is something, whether man or woman, our hearts are all made of flesh, right? True. Hakuna heart ya stone. Nitaku rebuke, I'm going to shout at you. Women, we shout a lot, right? Yeah. But where I'm going to sit in the dark, not in the light, in the dark, I am going to ask myself, why did I say this? There's something Mahatma Gandhi said. Is it right to be wise before the eyes of men, or wise before the eyes of God? What would you rather choose? Because men ni relative. Strong. Yes. Nafikiri what unaona. is good to you is bad to me. Okay. What is bad to me is good to you. So you'd rather stay on the... It's just like driving. Kama wewe wa nyuma ako kwa lane yake, huwezi toka tu drive katikati ya barabara. Truth or false? You have to stick on your lane. Yes. Si ndio? Kuna traffic, we are all in traffic. You won't fly out of the traffic. Wow. Now, wapenzi watazamaji, mkituangalia hapa show imepamba moto na mrembo hapa Zuleka
ametuweka kizungu jamani. Now Zuleka, sasa mimi nataka kupeleka kwa mkono wa sheria. Now afande, wacha mimi digital hii wasiachi mpaka niongee. No. Wewe ni kioo cha jamii Najua kuna mali nishaenda wakaniuliza. Najua uko na kioo yako peke yako kwa nyumba, but wewe ni kioo cha jamii. And you are a good example. Una encourage na una make sure that the young people that is sasa boy child nimejaribu kuweka pamoja, msione mwatupe the young people. Umelelewa mtaa na unajua mtaa umelelewa, umeona black and white, and sometimes watu usema polisi mazee wamekuwa too much, polisi wanashika vijana wetu bure, polisi the name police. Is there any other time wewe mwenyewe ushaiona hata kama polisi wamelaumiwa kwa jamii, kuna mahali pia vijana hukuwa wako na makosa? Wewe they look up to you. These appertains the crime now. Umeniambia nimelelewa mtaa, unajua ni ile mtaa. Naenda kwa sababu unajua ni hiyo mtaa. Na unajua ni ule mdemu. Na unajua natokeanga hiyo mtaa. Kabisa. Nikisema ukweli unajua atanifanya ile kitu. Angalia. Na nikifanya ile kitu, wewe utakamtu kutoa zile rambirambi. Na usikiza. Angalia. Kitu now thank you very much. Najua umeelewa. Hapo umetupa joke lakini nataka ufanye hivi. Yes, niseme. Now nataka uangalia hii picture kwa sababu tutaka to raise vijana wa grow kwa mtaa ambayo iko na harmony. Vijana wanajielewa. Vijana wanajituma. Wewe ulikuwa huko, now ulijituma. You are decent. True or false? True. Kila kazi kuna challenges na changamoto. Ndio nikuuliza hivyo. Nataka wale wanakuangalia kwenye runinga wajue kuwa unawapatia hope. So tell them something. Ni kweli huku mtaani. Polisi mkaerada. Wa maninja. Maninja huku nje, kusema ukweli wengi tu wanahata. Wanakosea. Na kitu inasumbua vijana wengi hapa nje ni kufuatana. Ama unataka niseme madini na mageuza? Yani kama watoto wa bata. Wamonchoka. Hii jeshi ya kumonchoka na kuwamocho. Na kunayo. No, wakunao. Ni kunayo na kunao. Kunao. Bibi ya onjivu. Haki hapo nimepitwa resi hapo. Kama wewe ni polisi kwa hiyo mtaa ushapitwa. Jipange. Badilisha. Mimi nazambia maboys wa jeshi. Usoifanya kitu wanitanga siku hizo ni tambogi. Usimbogilize. Kumbogilize kumaanisha mko kimoja nyiwo. Kabeshte yako anakosea. Ni yeye anakosea na asifanye uchukie polisi bure. Mimi polisi ashaitoa brother wangu kwa shida. Na alikuwa anapigwa na wenzake. Hao mambogi wamegeukana. Hizi vita zinaitangwa mavita za bar. Kitu ilifanyika, akageukiwa. Na akaanza kutengenezwa. Akaanza kutengenezwa. Polisi alikuwa anapita hapo ndo alisikia hiyo story na akasema kwa leo mtamwacha. Na wewe siku nyingine tukikupata. Na wewe siku nyingine tukikupata. So hawa mapolisi sio eti wanakuanga wabaya. True. Hawa mapolisi eti wanakuanga wabaya. Watu wanafanya vibaya ndo wanawachukia. It's true. But now Zuleka. Mazema polisi nafikiri mmesikia. That is Kong. Newton. Pick it up. But now Zuleka, for a person like me where I come from, I actually love cops. Sinanga. Mimi si cool kid. Mimi ni msema mtaani pia. Msijudge na appearance. Na cheki, there are times I find boys seated out there. Yeah. You're not doing anything illegal. But wakikama wana arrest ile mtoe kitu. Mna understand yani, mtoe tu kitu yani na hakuna kitu mmefanya. Una get? Of which I find it really unfair. Kwa sababu sisi wote tumejaliwa financially, unaona? Na amekubamba hauna do, hakuna kitu umefanya.
ni ile umjenge yake akuachilie, of which is really unfair. For sure. So in other words, kitu najaribu kusema kuwa mkipatwa pale mtaa polisi wawashike na wa escort mwende home. Kwa sababu mmekaa tu na mmeshikwa bure na ni unfair. Hiyo inakuanga saa ngapi? Hapo ndo vitu hujasema vizuri. Ndio at least wenzangu wasikie waone makosa yao wajaribu kurectify. Nafikiri makarao pia wanachekisho. Hebu clarify vizuri kidogo ndio tusaidie. Right manner, yeah. Unacheki mali kama Kilimani. Akipata boys wameketi hapo nje usiku. It's hard. Nje ni wapi? Kwa sababu outside their apartment. Yeah. Polisi wanaingia ndani. Just outside their apartment, outside there. O nje ya gate. Yeah, tuseme hata nje ya gate. Na hiyo ni saa ngapi? Anytime from 7. But now there is curfew, so hauwezi tupata nje, una get. But before the curfew, there are times when you and the boys are chilling out there, mnapiga story and they come and arrest you guys. Okay. Of which is very unfair. Unaona? Jusina makosa. Now, what I will also advise you because after when get straight, you see, avoid vitu za kuletea shida. Najua kwa gate ndani pia kuna parking na kuna space. Kaa tu ndani, wachieni kazi. Kaa ndani, patieni askari wafanye kazi. Number 2, inategemea. Let me tell you this, polisi si watu tu ati nimefanya hii job. Na tunajua kuangalia. Sometimes na sometimes pia polisi kukushika is just look away room temperature. Mnakaa namna gani? Na maboys wewe unajijua. It's okay. Ngoja katikati ya 10 unajijua tu, mnajua vile nyuka lazima tupunguze temperature fulani ndio msikae mbaya, at least mkae fiti. Polisi wanasaidia mahali. But since you are here and you have worked with them, I won't fear to fire questions at you. No, please. You have arrested me. Yes. What's the reason for you asking money from me? No. I don't work for you. Okay, thank you very much. That's a good question. Yeah. You see, of late tumekuwa na mambo hii unaongelea kitu kidogo, kitu kikubwa, isn't it? We are having, this is our country and we are kwa transformation ile tuko nayo. It's you to change kwa sababu sasa unaitishwa kitu usitoe. No, sikiza vizuri. Usitoe. Wewe huna makosa. Polisi akupeleki kwa nyumba yake. Polisi anakupelekanga police station. And then ukifika pale ukiona umeekelewa zaidi waambie nipelekeni kotini. Enda kotini. Kazi ya magistrate ni kuangalia, kuassess uko na makosa ama hauna makosa. Because at times vijana wamekuwa vichwa ngumu, wana pile kila mahali, hata huwezi jua crime iko wapi. Na sisi we are not sniffers. Sisi si watu wa kunusa crime, ni watu wa kuondoa crime. Yani mahali unaweza fanya crime tunatoa. You see, don't give police headache. Tunajua mko na head, but don't give us headache. Make sure uko at the correct place. At the right place. You are the right place at the right time. Kuna kitu kingine zaidi hapo. Unaweza kuwa the right place at the wrong time. Ako nje apartment. Exactly. That is the right place. Wrong time ni time unamwarrest. Ndio hiyo. Okay. Hata unajua. I don't think but so any other question ya polisi Rusha Zuleka na mimi nitamaliza. Zuleka, now that you are a mom. Yes. Now unajua ukiwa nyumbani you are a mom. Kuna comedy. Unajua African moms wanakuanga tu comedians by nature. Ni kweli. Amekutuma kitu, umedelay. Yani ni kama unafaa kuwekea remote akikwambia ile very fast na inafaa hivyo. Juu hata mimi nikimzaa siku zuba. That's a good one. Hii show itaenda na iende. We are here to stay. Vijana kaini hapo. So you being an African mother, kuna time umetaka kudiscipline your child and then akakuona now that you are a comedian akakosa kuchukulia serious, akaona ni kama una joke na wewe ulikuwa serious. Vile tu umesema at home I'm a mother. I am not Zuleka, I am not Walalo, I am mom. I thank God for my son. Anaskizanga. He doesn't even see the comedy side of me. By the haunangi. Sometimes I even crack a joke in front of him, he never laughs. Inahepa. Hata anauliza mama watu wanachekanga nini? Mimi sioni kitu fani umesema. Recruitment. Yes. So mimi umchapa.
I beat him, and I really beat him, by the way. Yes. No, you don't and beat, you discipline him. I discipline. Could beat, no, and she discipline. Yes, and there are times I talk. I just weigh the situation. I know this time we're going to talk about this, but this time, boss me nakuvunja. Yes. So another thing, maybe it's something that maybe nataka kuget from Newton and from music like now that unaangalia kuna the new generation wanakama up saizi. Yeah. Nasema wamekuwa privileged sana kwenda shule moja vile sisi wengine. Get. But now unaangalia even after someone ametoka shule maybe amepata master yake but hataki kuwork hard. Kuchoka. Hataki kupitia ile the process ya kugrow step. Unajua vile unasema naenda shule ukishamaliza unapata job, pata mtu akiwa job anasema bado nataka kuongeza masomo ndio nipate kitu kubwa kuliko cheo. Una get. Nowadays hizo vitu haziko kwa society. Maybe Newton maybe unaweza tuambia nini imefanya saizi majuto wanataka success ya overnight? Sema kweli, as a Kenyan youth and speaking on the behalf, unajua life imekuwa expensive, especially kwa vijana hapa Kenya. Everything is expensive, and most wanajaribu ku make sure wana meet their life goals. Unacheki, for example, kuna boy mtaani akona academy, anadai apambe ule demi yake venye inafaa, anadai pia akuwe na cladi like outfits 1 or 2 3 things, na ana means ya kukuwa na hizo vitu na get juu wenyewe financially where he or she comes from they don't have it, but he or she wants to make sure akona hizo vitu. So inabidi umetafuta the easiest way to getting those things, unaona. Hivyo ndo unapata kuna dem akona sugar daddy mahali, kuna boys akona sugar mommy mahali, because we want to reach where we are not able to at that given moment. Of which I myself naweza recommend ikwe mtu akue patient, yani itafika time utafika mali unahitaji kukua. But sasa hiyo ndio unaona inafanya tukue na njia mingi za magendo, shortcuts. Shortcuts. Of which zina lead into some serious failure hapo mbele kwa sababu vitu fulani hazijaingiana, unafanya hivi. And do you think the modern way of disciplining watoi kama sisi ilikuwa ni unakanyago chini, it doesn't have to be necessarily your parent. Ukipatikana sokoni time ya shule, kabla ule mtu mwenye amekupata pale anakanyagia chini, na kabla umexplainie mwalimu amenituma maybe kwa duka, umeshauma zako. Do you think your system yenye wazazi wetu walikuwa wanatumia kwetu na nyinyi mmelegezwa saizi, like your mama anakuambia please nisaidie ile kitu, naambia no, I'm tired. Actually Slava, for me I grew up getting whooped. So manze unacheki sasa ndio unaona watu hii hawachapwi sana. But me si agree na kuchapa mtu. Talk to that kid like a grown up at some point, yeah? Okay, tuseme most kuanzia the age of 10 and above. That's a person you can sit with and talk to. Mahali imeshindikana kuongea, you can do the whooping. Unaona? Talk to that kid kwa sababu ukimgroisha in a way that whooping is the solution to everything, that kid will be violent in future. In one way or the other. So mina support talk to the kid instead of whooping him or her. Slava, ngoja kabla tuende short break. Nafikiria naona vitu Newton anasema pengine mimi sijaiona wazazi wetu kama ni violent na walilimwa. Kulimwa inategemea na mtoto. My friend, watu siku hizi hii historia ya kulegeza watoto sana. Ingelikuwa sisi pia tulilegezwa, tunakalisha mtu kwa nyumba ya nani, kaa chini tuongee as a grown up, na atafikiri kama grown up unatengenezwa ndio ulainike, kwa sababu ingehesinga likuwa hivyo mzazi wako saizi angekuwa violent. Is your parent violent? But the years and times have changed. Yes, he or she was violent. Mwili ni ule ule. Fikiria ni ule. Miaka ndio inabadilika. Mwili ni the same. Okay. Chakula ni pengine chakula pekee yake ndio inabadilika, lakini mwili ni ile ile. Times ni zile zile. Ni vile tu is the person. In short, you're supporting violence. Not you see, you're putting it different. No, it is. You see, violence is a big name. No, that's am I allowed to talk? It's whipping. No, okay. Am I allowed to talk? No, can we do this? I think we do this conversation after short break. Ladies and gentlemen, msibanduke, msitoke, msiende. Show ndio inaanza kuleta kajoto. Vijana kiboko ama kuongeleshwa. Keep it locked. Nataka kuchezea nyimbo gani? Mimi? Hey, wahu iko. Gani?
Ile anasemanga mzee, mbona ukai nyumbani usome gazeti? Ama bas hiyo mbona hutuli nyumbani kwako, some gazeti, ule chakula cha mkeo au ukapewe na wazee wenza. Unaweza imba. Mimi ule madhe. Okay, see you after short break. Tukirudi tunaendelea na conversation. So welcome back guys, mazee show imenoga leo. Leo tunaongelea about parenting, about vile society inaendelea saa hizi. Vile wasee wako depressed sana saa hizi kwa hii generation ya saa hizi. Corona, COVID, tuko on lockdown. That was Waho na Still a Liar. Tunaingia kwa Zuleka because tuko naongelea about parenting and how to discipline your child. So kuna watu wenye wako against whooping, kuna wenye wana support. Nisaidie whooping. Whooping ni ile ya Yesu. Polisi unajua unajua ile. So ni whooping ama whipping? Any can do whooping like. Na bado mtoto kijana. Na bado kuna whipping. Na bado kuna whipping ya kulia. Kuna whipping ya kulia. Jesus wept. Jesus. So whooping. So Zuleka, now that you're a mom. Yes. Unajua mama ni yule mtu ambaye Mungu alimbariki na huruma. How do you discipline your child? Nita-agree kwanza na hiyo point yake ya kwanza. If your kid is 10 years and above, you can start by talking to them. You talk to them, you explain to them. You know what? Kajina kagani kanashika siku hizi? Jaden. Rusha tu ndio umesema mimi. Ni Jaden. Hii Jaden imetajwa sana hata time ya lockdown. So unakalisha Jaden chini, unaambia Jaden what you have to say. Amedanganya. He has lied about breaking a glass. Unamnza unasema hii glass mimi hata sijui. Ni mtu aliyeka tu ban kaigonga. Na wewe unajua kweli ameibreak. Yes. Akaficha evidence. Unamwambia tu si vibaya kuvunja. Accidents happen. Yes. This is not going to be your first, it's not going to be your last. Bado utavunja mingi. Lakini come out, jifundishe kujiongea. Because uongo mingi itakufanya ukue muongo. I always tell my son, ukidanganya sana utakuwa muongo, watu watakuchukia uko nje. Whether people lie or not, people hate liars. Ushaikopesha mjamaa do, kila saa ukienda kumpigia na kupiga vipindire. Tumezoea, lakini wewe msee unakuanga umemweka wapi hapa? Unajua ndio hivyo, si ndio? So I always tell usifanye hivi. But kesho akirudia tena na anyamaze, maze mimi nampiga. Na nampiga hiyo Slava alisema na kanyagadi shingo. Tunaishi Floyd. Tena mtoto atupigangi mtoto. Napiga makosa. Unatoa hiyo makosa. Hata ukigonga unasema ni hii makosa. So you are a parent. Yes. Slava, but you mentioned something about depression. Yes. Do you know some of you parents are depressing actually? Sorry? Some of you parents are depressing to your children. It is everyone can be depressed in this world at some given moment in life, I agree. But it's not good to be in an environment that the parent is actually depressing. Kwa sababu gani? I've had Slava mention it, ndio? Yes. Unapata wazazi wengine mnasema ati nyinyi mlelewa sijui mkienda shule bila viatu, bila nini, you are never depressed even after the hardship in life. Unajua life yenu si kama yetu. Unaona? There is a big difference between time yenu. Sisi na mguu nyenu viatu. Exactly. And the way you had some issues that bothered you at that time, I at my age also have some issues that are bothering to me. Now get Newton. And according, actually there's a research that was done some 2 years ago, na inisema watu wengi wenye wako na depression sana ni teenagers compared to adults. Because unaangalia, especially ukiangalia watoto wadogo sana, ukitaka kujua mtoto wako ana stress ni kama yeye ususu kwa bed usiku. Wacha niwaambie kitu. Ngoja. Kuna mtoto analala alafu si mdogo sana amke kama amejiwa. Hata mimi nishasusu kwa bed na nijua ya kuota naenda choo. Hizi sina depression. Najua sina do, lakini sina. Wacha nikwambie kitu. Umesema time zenyu ni different na zetu.
Gari za siku zetu zilikuwa na miguu mbili. Zilikuwa na miguu 4, si ndio? Miguu za gari za size kwa na miguu ngapi? 4, isipokuwa tuseme 4 wheel. You know, generation ya sai ni kuhepa reality. I always tell people that whether they like me or hate me, generation ya sai ni kuhepa reality. Nicki Minaj alijitengeneza plastic surgery akakuwa na figure smart. Akaomoka. Kuna msichana atasema if Nicki Minaj did it, my mom shouldn't stop me. Nafaa pia mimi nitengeneze. Unasahau huyu ako kwa showbiz. She will do anything to make herself sell. Hiyo ndo kitu inawasumbua na ndio mnashikwa na depression. Mama yangu anielewangi. I had an interview with Sailors, waliongelea about what you've just talked about. Walisema ukiangalia kama kwa video zao, mademu wengi wanakam kama wamevaa improper. Yes. And then si kupenda kwa hata wajuangi nani anakam on set. But mademu, wewe kama demu ukikuja kwa video kama vixen, umevaa improper, utaki kujiuliza mamako akiona atafeel aje, feelings zake ziko aje, mabeshte wake watafeel aje, watakuwa proud kusema huyu ni mtoto wa nani, wa mama nani. And then pia aka defend hao watoto, akasema akarudisha nini kwetu wazazi, akasema pia sisi ni juu tugrowishia hawa watoto kwa njia right. Tulisahau culture yetu as Africans. Thank you. Slava, this is now where we go now. Let me tell you this. This is a huge conversation. Tumegrow kwa society ambayo tujafunza vijana kuchunga wasichana wao. Usikia anakuja kwa TV ama kusema, kuchunga msichana ajichunge. Kuja kusema kwa TV ati hao wasichana ukuja kwa video na wamejivaa vile. These are your sisters. You can still talk to them and tell them this is not what we had planned for the video and nini. Can you do this equal more decent? You understand? Wacha nirudi kwa but unajua ukiwa kwa hii age ya Newton just a minute. Let me come back to Newton. Newton nataka kukuambia kitu na ikusaidie sana. Okay. Wewe umelelewa Kilimani? No, not really. Not really, but maisha imempeleka huko. Hiyo mazingira you young people you do what you call copycat. Unaona ile kitu umeona kwa TV kwa movie, mtoto mama yu ameuliza kitu fulani, unataka kuileta kwa apply hapa Kenya. We are still the same people, we are still the African people with the African culture. Inafaa tukuwe na trend fulani ya tabia. Kama wewe hata wewe unajua kuna vijana tu pale mtaa unazunga Saimo mazee ni mrudi tu kwao, ni mrudi tu, that is not depression. Wewe unapewa food, unapewa mali ya kulala for free, mzazi ameenda job, bado unasumbua. But unajua vile amesema tunaishi in different times. It might be true because unajua ni kwa nini hata sisi wakati tulikuwa maybe his age, ukiwa teenager unatakanga sana vitu zenye ni sexual oriented. Unaangalia na tuko na technology. Saizi kwach umetoka kwa nyumba, I'm sure umeacha simu kwa nyumba, umeacha internet kwa nyumba. Wewe unajua nini ina happen kwa nyumba yako? Sisi hatukuanga na sisi tulikuwa tunaenda maybe sometimes tunaenda cyber, of which kuna sites moba hatukuanga tunajua. Nowadays ni vitu zenye ziko open. Una get? So I think kitu yenye inafaa kufanya as a parent ni kukuanga na counseling. Some counseling sessions. At least before you create time kwa mtoto wako. Nchi gani unaongelea mtoto? Hapana, hebu First of all, hapa you need to go and research of the name of the word depression. Kitu ya kwanza. Mimi. Yeah, you need to do so actually. Na actually nimesikia akisema ati because you don't lack this or that, you shouldn't have depression. Actually wewe kama mzazi, they have si mimi nimesema ni huyu. Okay, pia wewe. Hapana, by this sijasema hivyo, nimesema kitu nimesema Newton ni kitu inafanya watu wana feel ni ka we are living in different times ni because tunatoroka reality. That I am responsible for my words. And that's why depression is a broad word. Usiangalie na It is not broad. Depression si relative. Mtoi wako na mtoi wangu tuongee ukweli. Nimekuwa Last you compare your son with other people's sons. I do not compare And that's him. the worst thing a parent can ever do. Kwa sababu gani? They never come and I tell come compare
my father with another man. It doesn't work like that. Unaona? It doesn't work like Those that, are but people do minor that. issues zenye nakwambia, they cause depression to those kids. Unaona? Na Newton, Na, I might be using that example because ye ni final detail ya Kenya huko. Okay, mimi nitakwambia reality yangu na my son is somewhere here. Okay. Kwa shule watu fail. Si ndio? I always tell him I don't want you to be the best. I always tell him that na watu wananisikia. Mumwambia do your best. Those are among the points. Yes. Do your best. Do your ni exam inaka mam teacher ngoja kwa teacher atafanya mwambianga wewe usishughulike kitu teacher atasema usishughulike umeinua mkono kwa class answer yako ni wrong walicheka kesho usema ingine wrong but unajua mimi na feel mali kuna kuwa na misunderstanding between parents. No. Mahali kuna misunderstandings between parents and the kids. I think unajua kuna different stages in life. Na hata unajua wakati ulifika teenagers kuna vitu zingine unakuwa sensitive how you dress nini. But mzazi unajua akona so many things kwa kichwa how they're going to provide nini chakula, how they dress, shule nini. So mzazi wengi especially kutoka kwa generation yetu hatataka kujua mtoto ako 15 years vile ana think kuna vitu zenye ana admire kukua nazo kwa life yake. Hapo ndio depression inaanzia sasa. Wewe umemwambia ni aje, wewe umeletea mtoto wako suti. Mnaenda church. Yeye ameona yeye peke yake ndio amevaa suti kwa church. Stress inaanzia hapo. So hata kuambia that's why I'm telling you Slava. Tukue wote wa realistic. Kwa umeleta suti, ambia mtoi wako mimi niliona hii suti na nimeona itakutoa poa. Do you think you can wear it? Zuleka, you're a mother, right? Yes. You as a mother, mimi nikiwa mtoi. Oh, actually I'm not old, yeah? Let's say you as my mom. You should be the most healing person in the world. Exactly. And you as a father, you should be the most healing person ever. What do you get? But if I come home and yani anafaa kujua world ikiwa cold. Sisi ndo. Yani uko mzai niite kando tuongee. Unaget? Na miaka ngapi? Tunaongelea miaka ngapi? How many years? Tuongee. Tunaanzia miaka ngapi? A teenager, let's say from the age of how many 14 to 13 healing na soothing to above. Soothing mean soothe. Na heal. You should be an healing parent, yeah? Unaget? Mtoto mwenye anasikia. Unajua wewe ukiwa mtu mzima or I as a grown up, I know how to tackle my issues. Unaona? Utaenda ongea na boys wako, issue iko sawa. But your child unafaa kuwa the first person anaweza kuja kwako akiwa na issue, unaona? Umsaidie kutackle shida ya dunia and then akigrow up baadaye atajua how to tackle them by himself, unaona? Thank you very much. But if I come to you, ukowe kama mzazi, unanirebuke na unaiongezea, it doesn't make any sense. Thank you very much, Newton. Now, back to you. What can you tell now the young people? Sisi tumeshakuwa soothing, tumekuwa healing, tumekuwa kila kitu, tumefanya kila kitu vile mnataka mpaka exactly. Now, back to you. What can you tell the young people? I think they should look for someone special to them, a person who they can talk to. Unaona? Sometimes our parents fail to be the best we can talk to. But there's always that one person in your life who you can choose to talk to about the issue that is bothering you. And actually, usiwahi kubali ku remain in the darkness. You should give God a chance to remove you of that darkness. Because depression is not a good lifestyle at all. Unaget? Yeah, that's the only thing I can advise them. Hapa tumepata kijana inafaa tumrudishe kwa show. Watoto wamekuwa moto. Hawataki kupita mtihani lazima please. Enda kwa shule yani wewe usumikia klase ngangana. Ukikuja ile kitu utakuja nayo ndio tutaenda kutafutia kazi. That's not the way actually. What it means ni hivi. Okay, your son has come number 1, yeah? Na kuna mtu fulani amekuja number last. Unaona? Motivate that person to do better. Because actually in life you can always do better than you did in your previous given thing that you are doing. That is very true. Yeah. That's the type of parent I want you to be. Unaona? We are already there. Motivate me to be better than that in one or the other. Newton, Skiza. Not comparing me. Listen, tuko pale. Okay. Unaona mimi kukulea. Mimi ndio huyo mzazi. True. Unaona mimi kupatia dish. Yeah. Mimi ni huyo mzazi. Unanielewa vizuri? Okay. Uende shuleni, mimi I won't care vile Zuleka amesema utakuwa number 1 ama number last. Hizo zote ni ndamba. Kitu ya maana ni so long as you are disciplined. Okay. Let me tell you, discipline can drive you everywhere. Discipline. Unaweza kuona lakini ukuje kwa the
mtu important sana kwa society. Na ukuwe na A na ukuwe B. Unaweza kuwa na E ongezewe C na O. Exactly. Ndio hiyo. Hiyo ni punchline. Now umesikia? So what we are saying is this, the young people in the society watoke kwa shortcuts, watoke kwa excuses. Kila saa wewe unataka tu kusema mzazi healing. Mzazi amekuja. Okay, you know, there are places where we fail as teenagers or children, and there are also places where parents fail as parents. That's what I want to talk about. Thing, you know? Now I want you to touch on now teenagers. Where do you think you guys failed? We fail on so many things. Thank you. Give us 3. Give us even 3, 4. Before afike 3, kuna mali amesema wazazi wanakosea kucompare. Sana. Yeye mwenyewe kuna vile anavaa alijikompea na beshte yake. Ile kitu nani alibai Air Force zinaweza. Nitachanga pia mimi buy to wear the Air Force gun, si ndio? Kwa nini ana jam wewe ukimkompea na mtu mwingine na yeye hajijamii akitaka kukaa kama mtu mwingine? You actually compare yourself with good people or successful people. Not always. Let me tell you one. No. You actually do so. Na watu wenye at least kuna mali wanaenda kwa life. Una get? Na kwa nini hutaki kwenda hapo kwa life? Okay, let me tell you something, yeah? Okay, you are on your way there. And it's actually okay to compare yourself with... Okay, not like actually compare. But kuna vitu una admire kwa mse fulani, unasema hadi mimi ningetaka kufanya kitu fulani kama mtu fulani. Una get? It matters with what you admire. For me, na admire tabia ya mtu fulani, unaona? Actually nataka kubehave kama mtu fulani, unaona? Inamata na huyu mtu yeye ana admire nini exactly. So the fact that unasema, okay, tuseme wewe ni parent, yeah? There are places you fail. Mama nani ako na gari juu ya bidii yenye alifanya shule miaka imeisha. Wewe una gari hakuna kitu uko nayo. But I never come and say mom. Unafaa. Ukiona mimi nakukombea unafaa uniulize wewe mama. Kwa nini mama fulani ako na gari? I never do. You can never do. I don't want to hurt your feelings. So I will actually okay. Let me lower the temperature. Okay. Ile kitu mimi naweza tu kuambia what he's trying to say. Anataka kusema usimcompare. Actually you need to mold him to be the best. Mwenye watu wengine wanafaa look up. Ni kama wewe umepeleka mtoto wako maybe mahali Sunday ndio wazazi na kuanga time wako free. Unapeleka mtoto anaenda mahali kujibamba. Alafu uko na mtoto wa neighbor na uko na mtoto wako. Alafu unasema wacha tuone mtoto wa nani ndiye ana mbio. Mtoto wa neighbor inakuwa ako na mbio kushinda wako. Huwezi acha kushangilia mtoto wako, kushangilia neighbor because yeye ndiye ako na mbio. Exactly, I'm your product. So itabidi tu kufena wako na shida ni wewe juu umempatia diet bad. True. That's why yuko fit. Thank you, Slava. You understand? Na kweli unaweza motivate wako. Hiyo nini yote kisha unamwambia thanks umedo your best but next time. Manze enda kaa yeye. Now, nafikiria Slava, Newton, Zuleka, hii conversation inaweza enda on and on and on. And I believe from this conversation hata kama imekuwa hapa, you're right in your own perspective, he's right in his own perspective, wewe pia, polisi pia tunakuanga right in our own perspective. And ladies and gentlemen, mimi nafikiria hii tukiendelea na tuendelee hatutamaliza. Tumekuwa na guest Zuleka mwenyewe, tumekuwa na Newton. Kitu nafikiria tu show itazidi kurudi na tena. So kwanza before tumalize show, maybe nataka tu Zuleka tuambie saizi now that kuna lockdown and all that, na saizi maybe stations zimeenda more into digital, even wasanii wenyewe unaona at least social media, digital platforms zimeingia kila mtu. What's your plan maybe? Nirudi kama Sulega? Yes. Balani yangu mingi ilikuwa kuota jua kama mamba. Nikaushe ngozi. Wana t-shirts. Nitage mayai. Lakini kusema kweli imesaidia hii social media. Na balani yangu kama kufunguliwi nifungue station. Niibe hii episode. Nirushe hapo. Musinisu. Nimesema on national TV wamelisikia wa Kenya. Na nirushe vitu vingine mingi nilifanya hapo. But kama wewe ni chuo ni entertainment. Mtu yote
hapo nje nichue yeye ni entertainment. Bora sio kitu inaudhisha watu hapa nje. Nimeona kuna wasijana. Kuna mtu anaitwa Extendela. Wewe, mimi sijamaliza yote. Hajataja. Weke challenges kama hizo. Hujataja. Ndio. Nimesema X inaweza kuwa X wangu. Yeah. Kama unajua unaweka kitu iko na mguu, mkia, mabega, wega. Inasaidia. Twitter mimi niko na followers kadhaa na najua wananilaani. Kuna moja nimesikia amekimbia uchi siku 60. Kama sifanyi kitu niusie hiyo account narudi. Sawa? Inasaidia. Hiyo ndio nimesema sasa ninashikilia kwa social media na wasema bata. Si ndio? Na salafu nikukutemea mate kubali tu. Tumezoea. Waria tuko na mate mingi kuliko akili. Umetemea simu ukakuta ni mate na mesha hiyo inaua. Mate ya miraa imeshikana miraa makaa. Sasa tuna brush meno na makaa. Ukiingia YouTube tafuta kitu inaitwa Hujuma Center. Hujuma? No, ni Huduma Center. Huduma Center. Ni Hujuma Medical Hospital Center. Hii ni hospitali unakuja ukiwa mgonjwa unarudi ukiwa mgonjwa zaidi. Tunaita Hujuma Center, afya yako, shauri yako. Kwa YouTube. Ndio nimeanza saa hii nimeshoot episode 3 ine. Najua Mungu atasaidia tukue na theater. Sasa tuko tu na reception na doctor's office. Tutakuwa na theater tunaweza basua. What do we mend broken hearts. Exactly. Yes. Unaweza bata hapo, tafuta YouTube Sulega Walalo, angalia gasi yangu. Naweza sema nichangiwe. Kuna wasanii wengi Kenya wanachangiwa. Nichangiwe. Ngoja kwanza nikuulize swali moja. Unaweza changiwa maoni. Changieni Zuleka maoni. Unaongea vibaya kama mtu amekunywa maji ya vyombo. Zuleka changiwa maoni. Hebu nikuulize Zuleka. Kabla mavillagers wa kuroga. Ulikuwa unataka kuwa nani? Before waniroge. Kwa hii show ama kwa hii maisha? Kwa hii maisha. Kwa hii maisha kulingana na vile nilikuwa nimejipanga kabla waniroge. Wakimbie uchi. Waite wangwana. Nilikuwa naona nitaolewa kwanza. Nikuwe na ya jumba kubwa. Watoto 7. Bana 3. Na nikuwe animator. Nitengeneze katuni yangu. Yes. Hizi skiza tunes inawekwa hapa. Kuna maombi ya Mungu manze God sa jambo gina teseka hapa nje jo umezima malaitu kaeka gari parking. Mimi ningekuwa natengeneza. Na sionanga kila siku to get your skiza na hiyo katuni naongea najiona. Umeona hiyo advertisement ya mosquito? Yeah. Lala kwenye neti. Najiona nikitengeneza hiyo. Wakaniroga. Na mwenye aliniroga alikufa. Na kaziko haraka kama watu wa COVID. Sasa waja nikae na ujinga. Hii ujinga ndio inalipa school fees. No wonder mtoto wangu abitani. Wanasema akili ni nywele, ujinga ni usanii. So Zuleka, you feel like it's too late to achieve your dreams of being an animator? Wacha tuongee vile unaongea, turudi Kenya. It is too late. Why is it too late? Kenya, kama hukufanya kitu wakati fulani sahau. No, that's... Mkinichangia niende US. Inaweza kuwa. It's the dream can come true. Ukienda US ita make it. You don't believe. Lupita ameishi huku, kitu kubwa alifanya ni sugar. Sukari. Sasa yako huko amefanya Black Panther. Inaitwa Black Panther. Na ingine amefanya juice. Na akaeko kwa ile magazine ya Forbes. Kabisa. Si ndio? So kitu alichangiwa maoni. Ni maoni tu. Tukae hapa na tulipe tax. Maoni tu. Tutakuchangia maoni utapanda nao ndege.
By the way, Zuleka, yeah? Yes. Since you've been talking, kuna swali moja nimesikia waja kuuliza. Kwa sababu wewe ni comedian na uko industry ya comedy. We have actually seen your colleagues falling into depression, Yes. getting sick, and then they come, they say, Kenyans, my life has been like this. And then maybe in one way or the other we help them get back to their feet because we all make mistakes, you know. Kwa hiyo industry unafikiria ni nini na lead wase wengi wa fall into depression na zile funds zenye mnapata? Okay, it might not be that much, yeah. But again, it could be that much. Yeah, as well, yeah, it could be, yeah. But what makes you feel that ndio inafanya wase wa backslide na wa fall into depression? Wenzangu najua na wanani watch but nitasema kitu nilisema hapa. I am going to repeat it. Hatutaki kulive kwa reality. Okay. Life yangu inanitosha nilipe nyumba ya 7k. Okay. Hapa Kangemi. Si ndio? Ungetaja. Si sawa, tunasema ushachoma lakini sawa tu ni hapo. Wajui ni Kangemi wapi? Na wajui ni kubwa. Kuna Mountain View na Lavington, so cheze hapo. Yes. But wasanii wengi wa hii time yetu mtu anaamua ende kuishi South Sea. Okay. Mahali hao ina range from 30. Kwa lami. Kwa lami show anapiga labda ipe hiyo 30. Ni lazima ashikanishe show mingi mara moja. Okay. Mtu hawezi drive Uber. Anataka kuuba ama kuhaya. Zimewamaliza. Okay. Ndio. So anytime hii game yetu ndo maana si wambo ukiweza. It's not a must but ukiweza invest. Okay. Because entertainment ndio kitu unpredictable kabisa kwa hii life. Yeah, si permanent. Not permanent. So sisi tuko na ile denial. Yeah. You're not on TV, you're not going to do anything else that does not involve TV. Okay. Huwezi uza mboga saa hii, mimi nauza dera. Okay. Mzuri sana na ninakaa na jianika na kauka kama mamba. Siniwaambia? Vizuri sana. Na mtu ananiambia, "Zuleka, kwani uliacha shughuli ukuje hapa?" Naambia, "Bora sijaiba doe TV imechorwa TV na imechorwa dera." Si zote ni same. Yeah, true. Yes. Hiyo ndo reality yenye sisi wasanii wengi hatuna. Yes. Na unakuta mtu anataka empire ya mtu mwingine. Sure. Kuna mtu amekuwa kwa hii game for 25 years. Kenya konayo mimi nimekaa 11 years nataka kuisnatch. Na nitaenda nianze kusema fulani analalia wasanii hawapei pesa. Huyo hako hapo kukupea pesa. True. Ako hapo kukupea platform. Ujijenge. Na ku-appreciate na token. Usirudi home bure. Wewe Kenya vile utaiuzio platform ni juu yako. It's up to you. Yes, I was in radio. Sikutafuta radio. Okay. My boss back in Radio Maisha alinitoa kwa stage Kenya Kona. Okay. Alikuja show 2, 3, 4 akaambia mwenye show nataka ule demo. Na akanikola akaniambia, "Zuleka, I have seen you on stage. I love your act. Can you come work for me?" And I told him I've never done radio. Akaniambia, "That is why kuna kitu inaitwa probation." Okay. Probation goes for 3 months. You are being taken through the nitty-gritties of a studio. Panel beating. Yes. Hii ni mic, hii ni mixer. It works like this. Sure. You're not supposed to talk when your host is talking. Hizo ethics. Na ni kwa sababu anaona worth yako ulitumia hiyo stage vile inafaa. Sure. Yes. Sisi tunataka hiyo kitu tumefight hapa sasa shortcuts. Yes. If sitaonekana kwa TV ndakaa home wanajua mimi nani watanicall. Job kutafutangi. Na hata kama kutafuta hujafika hiyo level ya kutafutwa. Wow. Work your way out. Wow. Yes. Nafikiri hata viewers wamesikia shortcut ambayo tunapigania hapa kwa meza. So I think we'll have to end our show tonight hapo. Ndio tukiana Zuleka kwa show tunaweza enda tunaweza extend lakini unajua hii TV inakuwa tu ni wana too bad. So remember you can follow me on my social media handles. Pale YouTube ni DJ Slava Kenya, Instagram @SlavaDJ SLAHBERDEEJAY. Pale Facebook ni DJ Slava, and on Twitter @SlavaDJ PPTV _KE pale Instagram and Twitter, and then PPP TV, Facebook and YouTube. Sijui
Oh, mali wanaweza nipata. Guys, you can find me on all social media platforms, Facebook, TikTok and on Instagram at Prince Newton. Wow. Yeah. Coaches afande na swaga Polisi ananga mambo mengi. Mimi tafuta afande na swaga kila mahali. Ukishindwa ingia street utapata maafande. Tuko patrol pia ni social media. Pia mimi naweza kata. Wewe unapatikana hapo unaweza endelea. Bali unakoga kila siku. Fan page yangu ni Zuleka Walalo. But kuna sudo accounts mob sasa sijui tutaweka. No, cheza tu nazo tu vile unaweza. Ni spell. Ulifunza summary kwa shule. Cheza tu nayo. Fan page ni Zuleka Walalo. Yep. Twitter @Zuleka89. Facebook Zuleka Such. Nimewachanganya. Watafute tu Zuleka maana wataona sura yangu. Exactly. Yeah, hapo. Wow. Yeah, so that's all we had for you tonight. Till next week. Tuombe mazee. Jade na atafungua mazee. Hii lockdown hata kama wametulokia in, make sure you sanitize, make sure you wash your hands. Pia mimi corona ilinipiga lakini nimerecover. I'm now back to hustle. Mwanda tumecheza repeats wiki mbili zikifuatana. Niko pale tu kwa nyumba tu, kazi tu ni kusanitize every time. Till next week. Bless.